Hamjambo na karibuni kwenye hiki kipindi cha tafakari. Leo mada yetu ni sauti ya mwananchi haiwezi kuzimwa. Na ili tuweze kuelewa mada hii, tutaanza na kusoma kutoka Viumbe Waliolaaniwa ambacho ni kitabu cha Frantz Fanon. Kwa wale wasiojua Frantz Fanon alikuwa mwanafalsafa wa siasa na vile alikuwa daktari wa magonjwa ya akili. Na alizaliwa mwaka wa 1925 kule Martinique na alifariki mwaka wa 1961. Anajulikana kwa kitabu chake Viumbe Waliolaaniwa na pia uchanganuzi wake kuhusu athari za kisaikolojia za ukoloni. Leo bado tuko katika ukurasa wa kwanza. Na hapa ni mahali ambapo Frantz Fanon anasema ya kwamba ukombozi na ukoloni ni tuko la bavu. Kumaanisha ya kwamba kujikomboa kutoka ukoloni lazima kutakuwa na ghasia, lazima kutakuwa na vurugu. Kwa nini? Kwa sababu kama anavyosema, ukombozi huu unanuia kubadili muundo wa dunia. Na mabadiliko haya ni mabadiliko ya aina gani? Anasema ya kwamba ukombozi unanuia kubadilisha tabaka moja na kuweka tabaka lingine. Kumaanisha kwamba wanataka kuondoa tabaka moja ambalo ni wakoloni, ambalo ni walowezi, na badala yake unataka kuweka tabaka lingine ambalo ni wawakilishi wa wenye nchi. Na ndio maana anasema kwamba mabadiliko ya aina hii ni mabadiliko yasiyobakiza kitu. Na tukienda tu pale kwenye ukurasa wa kwanza tukimnukuu, anasema ya kwamba wote wanaoshika nafasi huwa ni watu wapya kabisa, hata asiwepo mmoja hata wa zamani. Yale mabadiliko yasiyobakiza kitu. Na mwishowe ikawa hivyo kwa sababu Frantz Fanon alikuwa akiandika haya maneno muktadha ukiwa Algeria. Mwishowe watu wa Algeria waliweza kupata amani, kupata uhuru baada ya miaka 132 chini ya ukoloni wa Wafaransa. Waliweza kupata uhuru wao. Na ni kwa nini? Kama anavyosema hapa, uhuru huu uliwezekana kwa sababu, ama jinsi anavyosema, mabadiliko ya aina hii ndiyo maana kubwa ajabu, kwa sababu tangu siku ya kwanza kabisa huwa dai la chini kabisa kwa watu waliotawaliwa. Kwa hivyo hapa unaona ya kwamba anasema kuwa mabadiliko haya yanawezekana kwa sababu kuanzia tangu siku ya kwanza kabisa, tangu siku ya ukoloni kuanza, huwa dai la chini kabisa kwa watu waliotawaliwa. Kumaanisha ya kwamba mabadiliko haya yaliwezekana kwa sababu wananchi walitoa madai yao ya kwamba wanataka kuwa huru. Wanataka nchi yao iwarudie. Na hapa ndio funzo lipo. Funzo hapa ni huwezi ukazima sauti ya wananchi. Wewe kama dikteta unaweza madikteta wanaweza kutumia vyombo vya dola, wanaweza kuweka wakosoaji magerezani, wanaweza kukandamiza watu, kuteka watu, pia kuwapeleka mahakama kwa sababu ya mashtaka ya uongo. Lakini mwishowe, wapende wasipende, wananchi wanapotoa madai yao, mwishowe sauti yao haitazibwa. Mabadiliko yatatokea. Na tukitaka kuelewa hili jambo, tutazame mfano wa Burkina Faso. Kwa sababu mnamo 2014 waandamanaji waliandamana hadi jengo ambalo bunge lililokuwa. Wakienda pale
waliingia mle ndani na mwishowe walichoma hilo jengo. Kwa nini? Kwa sababu rais aliyekuwepo ambaye aliyeitwa Blaise Compaoré alikuwa anataka kuendeleza utawala wake baada ya miaka 27 mamlakani. Utawala uliogubikwa na ufisadi, uliogubikwa na ukandamizaji na kadhalika. Alikuwa anataka kuendeleza utawala wake baada ya miaka 27. Na kwa sababu wananchi walitoa madai yao, kwa sababu walikuwa wamechoka na utawala huo, mwishowe ikawaje? Ikawa baada ya yeye kusisitiza ya kwamba anataka kurefusha utawala wake, wananchi wakatoa madai yao na kwenda hadi hapo na kuchoma hilo bunge, na mwishowe yeye mwenyewe ilazimika akimbie hadi Ivory Coast. Na vile vile kama hapa Kenya pia ikawa ni hivyo, kwamba mwaka wa 2002 baada ya miaka minne madarakani, Daniel Toroitich arap Moi alilazimika kuondoka mamlakani, na aliyemchagua kama mrithi wake hakuchaguliwa. Na hii ni kwa sababu wananchi walikuwa wamechoka na utawala wake, utawala uliogubikwa na ufisadi, utawala uliojulikana kwa kutumia vyombo vya dola kukandamiza wakosoaji, kukandamiza wananchi. Na baada ya miaka 24 wananchi walikuwa wamechoka na wakatoa madai yao, na hivyo ndivyo watu walivyosema kwamba yote hayawezekani, yanawezekana bila Moi. Na baada ya hapo Rais Mwai Kibaki alikuja mamlakani. Kwa hivyo funzo hapa ni huwezi ukazima sauti ya wananchi. Unaweza ukatumia vyombo vya dola kama kiongozi, unaweza kukandamiza wakosoaji, unaweza kuua watu, unaweza kupeleka watu magerezani, na pia baada ya hapo kuwawekea mashtaka kule mahakamani, lakini mwisho sauti ya watu haiwezi ikapuuzwa. Na hili jambo pia linanukuu Askofu Shaw aliposema katika kipindi cha The Chanzo kwamba imani yake iko katika historia, na historia inaonyesha ya kwamba sauti ya wananchi haiwezi ikazimwa. Mwishowe unaweza ukafanya chochote unachotaka, lakini mwishowe wananchi watasema, na kama Fanon anavyosema, watatoa madai yao, na wakishatoa madai yao, mwishowe aliye juu mgoje chini, atashuka, ataondolewa, na nia ya wananchi itatendeka. Ni hayo tu kwa sasa, hadi wiki ijayo, kwaherini.